Wapendwa, Bwana sifiwe. Tunamshukuru Mungu. Tunaendelea na mfululizo wa majifunzo yetu katika masomo yetu ya wito wa Bwana. Tunao mfululizo mwingine tena, wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa. Tulianza sehemu ya kwanza, tukaja sehemu ya pili, hii sasa ni sehemu ya tatu. Na zitakuwa sehemu 8, kwa hiyo bado kuna sehemu ya 4, ya 5, ya 6, ya 7 na hatimaye ya 8. Masomo haya yameshikamana pamoja, moja likijenga kwa jingine. Ni vyema ukapata nafasi, ukatazama yote, ukafuatilia. Na kama bado hujapitia somo la pili, tafadhali rejea somo la pili, rejea somo la kwanza ili upate mtiririko kamili. Hata tukapomaliza sehemu 8 utakuwa umepata kitu kamili. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa sehemu ya 3. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, Mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaendelea, ninakualika tuombe. Baba mtakatifu, mwingi wa rehema, tunakutukuza na tunakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Tunaomba msamaha wa dhambi, lakini tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa Roho Mtakatifu tukisaidiwa na malaika zako watakatifu. Nena nasi, tufundishe, hata mwisho sifa na utukufu zikurudie, kwa jina la Yesu, amina. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa sehemu ya 3. Katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5, ukurasa wa 716 paragrafu ya 2. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5, 716 paragrafu ya 2 na B anasema: wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Hebu walinzi sasa wapaza sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Hebu tuwaonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Wakati ulimwengu wa Kiprotestanti kwa mtazamo wake unafanya makubaliano na Rumi, ukweli ni kwamba Uprotestanti umekwisha kuungana na Rumi. Na ndio maana kule Marekani jimbo la Utah limekuwa jimbo la kwanza kupitisha sheria ya Jumapili tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Hilo lisingetokea kama muunganiko huu ungekuwa haujafanyika kati ya Uprotestanti na Rumi. Kwa hii inatupa ushuhuda kwamba tayari wamekwisha kuungana. Wanazungumza lugha moja na wote wanatamani Jumapili itengwe kama siku ya mapumziko, itengwe, ilazimishwe kwa mujibu wa sheria kama siku ya ibada. Na nabii anasema hebu tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Kwa haya yanayotokea, vuguvugu la sheria ya Jumapili itufanye kuamka na kuelewa hali. Lakini angalia, kwa nini Utah tarehe 7 mwezi wa 3 wapitishe sheria ya Jumapili? Jambo hili sio kwa bahati mbaya, limepangwa. Kwa sababu sheria ya kwanza ya Jumapili duniani ilipitishwa chini ya utawala wa Mfalme Konstantini wa Rumi, ile ya kipagani, tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 321. Tarehe 7 mwezi wa 3 2025 Utah unapitisha sheria ya kwanza ya Jumapili Marekani. Lakini Waprotestanti wakiwa wameshirikiana na Rumi, maaskofu wasiopungua 100 walikutana katika jumba la kifahari la rais wa Marekani Donald Trump na wakamuidhinisha kwamba ndiye Konstantini wa siku za mwisho. Lakini Konstantini kipindi kile
aliona katika maono msalaba na akasikia sauti ikimwambia, kwa ishara hii utashinda. Na ndivyo walivyomkabidhi msalaba Donald Trump, akamwambia, kama ilivyo kwa Konstantini, na wewe kwa ishara hii utashinda. Ikumbukwe kwamba serikali ya Donald Trump imejinasibu kwamba inataka kurudisha ibada Marekani. Lakini katika msingi upi? Katika Project 2025 ambayo ndiyo anayoitekeleza Donald Trump tangu alipoapishwa tarehe 20 Januari na mpaka sasa Aprili 2025, amekwisha tekeleza zaidi ya 42% ya Project 2025. Na ndani ya Project 2025 inataja sheria ya Jumapili. Hayo yote yatufanye tuamke na kuelewa hali na kuona mashindano yaliyo mbele yetu katika uhalisia wake. Zahama iko mbele yetu. Mapambano yako mbele yetu. Vita iko mbele yetu. Mashindano yako mbele yetu. Kwa hiyo sasa nabii anasema ni wakati wa kuamka. Lakini pia nabii anasema, hebu walinzi sasa wapaza sauti zao na kutoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Ukweli wa wakati huu ama ukweli wa sasa, the present truth, ni nini? Nabii anasema, hebu tuonyeshe watu wapi tumefika katika historia ya kinabii na tutafute kuamsha roho ya Uprotestanti wa kweli. Ukweli wa sasa ni nini? Katika manuscript release gombo la kwanza ukurasa wa 59 paragrafu ya pili, nabii anasema, ukweli wa sasa kwa wakati huu unajumuisha ujumbe wa malaika yule watatu ukifuata wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo kwa mujibu wa roho ya unabii, ukweli wa sasa ni nini? Ni ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Ndipo nabii katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 kurasa wa 716 paragrafu ya pili anasema, tunapoona harakati za Jumapili, vuguvugu la sheria ya Jumapili, kwa maana hiyo inatuashiria tayari Uprotestanti umeshaungana na Rumi, tuamke. Hebu walinzi sasa wapaza sauti zao wakitoa ujumbe ambao ni ukweli wa wakati huu. Yaani walinzi, wachungaji, wainjilisti, wahubiri wa injili, wafundishaji wa neno, tunapaswa kupaza sauti zetu tukiwafundisha watu ndani ya kanisa na nje ya kanisa ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Masomo yote yanayojenga kwenye jumbe hizi ndio unaitwa ukweli wa sasa, ama ukweli wa leo, ama ukweli wa wakati huu, kwa Kiingereza the present truth. Ndivyo roho ya nabii inavyosema. Tunapasa kupaza sauti tukiwaambia watu ukweli wa sasa, ukweli wa leo, ukweli wa wakati huu, ukweli wa sasa. Katika manuscript release gombo la kwanza ukurasa wa 56 paragrafu ya pili, nabii anasema, malaika wa tatu anawakilishwa kama anayeruka katikati ya mbingu, akiashiria kazi ya wale wanaotangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Zote zimeunganishwa pamoja, yani ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu zimeunganishwa pamoja. Ushahidi wa ukweli wa kudumu unaoishi kila wakati wa ujumbe huu mkuu, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, ujumbe, nabii anasema ni ujumbe huu mkuu ambao unamaanisha mengi kwetu. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu unamaanisha mengi kwetu, ambao umeamsha upinzani mkali kutoka katika ulimwengu wa kidini. Jumbe hizi zimeamsha upinzani mkali, na hakuna namna
tutahubiri ama kufundisha ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu kama ulivyo, bila kuhitilafiana na serikali, kuhitilafiana na dini na imani zingine, kwa sababu ulimwengu umekataa injili ya Yesu, umekataa ukweli wa Yesu, umekumbatia uongo na nadharia potofu, mafundisho bandia. Na kwa kuwa hawataki kuupokea ukweli, injili ya Yesu inakuwa ni upanga. Yesu anasema sikuja kuleta amani bali upanga katika namna hiyo. Kwa hiyo kwa kuogopa pia kuhitilafiana na imani za watu wengine, kuhitilafiana na serikali, ujumbe huu tunajaribu kuuficha ficha. Lakini kitendo cha kuficha ni kumpa nafasi shetani, na shetani anachukua ushindi. Nukuu inaendelea kusema, Manuscript Release, gombo la kwanza 56 paragrafu ya pili, ili kwamba waliosalia watu wa Mungu wasitambue. Shetani daima anatafuta kutupa kivuli chake cha kuzimu juu ya ujumbe huu, ili kwamba waliosalia watu wa Mungu wasitambue kwa uwazi umuhimu wao, wakati wao na mahali pao. Lakini wanaishi na wanapaswa kutumia nguvu zao juu ya uzoefu wetu wa kidini wakati ungalipo. Kwa hiyo shetani ndiye anayetafuta kuficha ukweli, anatupa giza lake la kuzimu juu ya ujumbe huu wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Lakini kwa nini shetani anauchukia ujumbe huu? Kwa nini shetani anachukia ujumbe huu? Pambano Kuu, toleo la 2023, Ufunuo Publishing House, sura ya 37, maandiko ni Kinga, ukurasa wa 490, GC ukurasa wa 594, paragrafu ya pili. Nabii anasema, hukumu za kutisha zinazotangazwa dhidi ya ibada ya mnyama na sanamu yake, Ufunuo 14:9-11, zinapaswa kuwaongoza wote katika kujifunza kwa bidii unabii na kuelewa ni nini alama ya mnyama na jinsi wanavyoweza kuepuka kuipokea. Lakini watu walio wengi wanageuza masikio yao wasisikie ukweli na wanageukia hadithi za kubuni. Kwa shetani ndiye anayetengeneza hadithi za kubuni ziwe mbadala wa ukweli wa sasa, kwa sababu wanajua ukweli wa sasa, ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu, utawafanya watu wajue kusudi la imani yao. Itawafanya watu waandaliwe kusimama upande wa Bwana wakati wa hukumu ya upelelezi. Anajua kwamba watu wataandaliwa kujua mnyama ni nani, sanamu yake inaundwaje, alama ya mnyama ni nini, na wanawezaje kuepuka kuipokea. Kwa shetani anapambana, anatupa giza lake la kuzimu ama kivuli chake cha kuzimu juu ya ujumbe huu wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, akihofia hawa wana masalio wa Adventista wa Sabato wakiujua ujumbe huu wataongoka wao na watauangazia ulimwengu, wataupindua juu chini. Kwa shetani anapambana na ujumbe huu wa sasa. Error Writings 63 paragrafu ya kwanza, nabii anasema, kuna kweli nyingi za thamani zilizo katika neno la Mungu, lakini ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Biblia hii ina masomo mengi sana, sio yote yaliyokusudiwa sasa kwamba yanahitajika kwa kundi. Ukweli wa sasa ndio unaohitajika. Ni nini ukweli wa sasa? Ujumbe malaika wa kwanza, ujumbe malaika wa pili na ujumbe malaika wa tatu. Nabii anaendelea kusema, nimeona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwa mambo muhimu ya ukweli wa sasa, kukaa juu ya masomo ambayo hayakuhesabiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Shetani hapa atachukua kila faida iwezekanayo ili kudhuru jambo hilo. Nabii anasema alioneshwa wajumbe, wahubiri, wafundishaji, wainjilisti, wachungaji wakikimbia kutoka kwenye ukweli wa sasa na wanatuama kwenye masomo ambayo hayakukusudiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho. Na iko hivi, ukweli wa sasa ndio uliokusudiwa kuunganisha kundi na kutakasa roho.
Ukweli huu wa sasa una uwezo wa kugawanya na kuligawa kanisa la Waadventista wa Sabato, kuwagawa Waadventista wa Sabato katika makundi mawili. Kundi moja ni wale waliopokea ukweli wa sasa na wameukumbatia, lazima watatofautiana na wale waliokataa ukweli wa sasa. Kwa hiyo ukweli huu unawagawa Waadventista wa Sabato katika makundi mawili. Lakini ukweli huu wale wanaopokea wanaunganishwa kuwa na kitu kimoja katika kundi na wanatakaswa roho. Hawa wanaokataa wanaachwa nje, wanakuwa wamepepetwa na hawatakaswi roho, hawaandaliwi kusimama wakati wa hukumu ya upelelezi. Hawaandaliwi hawa kutoipokea alama ya mnyama, lazima watapokea alama ya mnyama. Kwa hiyo ni ujumbe muhimu sana, haupaswi kupuuzwa na Mwadventista wa Sabato yeyote. Kwa hiyo sisi wahubiri tunapaswa kuacha masomo mengine, tuconcentrate kwenye ukweli wa sasa. Sio mimi, nabii amesema. Error Writings 63 paragrafu ya 2, nabii anasema. Lakini masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu la marejeo lililopita na kuonyesha msimamo wetu wa sasa ni nini: kuimarisha imani ya wenye mashaka, kutoa uhakika wa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndio masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Kwa sisi wajumbe, wahubiri, wafundishaji wa neno, tunapaswa kukawia, yani kubaki, kuendelea kufundisha, kuhubiri ukweli wa sasa, ambapo masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, unapozungumza amri za Mungu na imani ya Yesu, hiyo ni Ufunuo 14 mstari wa 12. Hapa ndipo penye subira wa watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Na hiyo mstari wa 12 wa Ufunuo 14 unahitimisha ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ulioanza Ufunuo 14 mstari wa 6. Kwa hiyo basi kinachoelezwa hapa ni ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Na hapa nabii anasema masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300. Katika uhusiano na siku 2300 tunapata unabii huu katika Danieli 8:14. Danieli 8 mpaka 12, central theme yake ni siku 2300. Ndicho kitabu kilichokuwa kimefungwa wakati wa Danieli, kikafunguliwa kuanzia 1798. Na katika kitabu hiki, katika kisehemu hii iliyofungwa, tunapata kuielewa vizuri pia zaidi tukihusianisha na Ufunuo sura ya 10. Ndani ya kitabu hiki kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa, Danieli 8 mpaka 12, ndipo tunaelewa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ndipo tunapata kujua sababu ya imani yetu. Kwa nini ni Waadventista wa Sabato? Message tuliyopewa ni nini? Katika utume tuliokabidhiwa, message ni ipi? Tutaipata kuielewa kwenye kitabu hiki, sehemu hii iliyokuwa imefungwa ikafunguliwa, Danieli 8 mpaka 12. Tunapata kuelewa mwaka 1844 tarehe 22 Oktoba kilitokea nini? Yesu alipohama chumba cha kwanza cha patakatifu akahamia chumba cha pili cha patakatifu patakatifu. Yesu yuko wapi? Anafanya nini? Tunawezaje kumfuata aliko kwa imani? Tunawezaje kusimama waaminifu katika hukumu ya upelelezi? Tunawezaje kusimama imara upande wa Bwana wakati wa zahama, mateso yaliyo mbele yetu, taabu iliyo mbele yetu? Mnyama ni nani? Sanamu yake inaundwaje? Alama ya mnyama ni nini? Tunawezaje kuepuka kuipokea? Kilio kikuu kitatokea wakati gani? Mlango wa rehema unafungwaje? Mapigo 7 yakoje? Taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa itakuwa kuwaje? Hayo yote yameelezwa katika Danieli sura ya 8 mpaka ya 12, ambapo ndani yake tunapata kuelewa matukio yote tangu 1844 mpaka kurudi kwa Yesu, kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Kwa sababu hiyo basi, kupitia ukweli huu wa sasa,
kupitia kitabu hiki kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa, Danieli 8 mpaka 12, inayoelezwa na kufafanuliwa katika Ufunuo sura ya 10, Waadventista wa Sabato tuna nuru kubwa ambayo hakuna yeyote duniani mwenye hiyo nuru isipokuwa Waadventista wa Sabato. Hapo tunazipata nguzo za imani yetu, Sabato na patakatifu. Hakuna mwingine, hakuna dhehebu, hakuna dini, hakuna kanisa lenye huo ujumbe, ni Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo tuna nuru kubwa, tumepewa upendeleo mkubwa. Mungu anatutaka tufundishane ndani na kisha twende nje. Tunaenda kutekeleza utume gani? Mtume ni yule aliyetumwa. Kwa hiyo tumebeba utume, tumebeba message, tumebeba ujumbe. Tunaupeleka ujumbe gani? Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12, tunaona message iko hapo, kiini cha imani yetu. Na message hii, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, ndio ukweli wa sasa, na ndio tuliokabidhiwa, na ndio unatakiwa upelekwe ulimwenguni na ukifundishwa pia ndani ya kanisa. Ndio tunaoupata katika sehemu ya kitabu cha Danieli sura ya 8 mpaka 12, inayofafanuliwa vizuri na Ufunuo sura ya 10. Tunaupata ukweli wa sasa. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa Danieli 8 mpaka 12 imebeba masomo gani ya ukweli wa sasa, inamaanisha nini, ujumbe wa Mungu kwetu ni upi, ukweli wa sasa unaoelezwa katika sehemu hiyo ni upi. Nabii anasema masomo hayo ya ukweli wa sasa yamehesabiwa kikamilifu kueleza vuguvugu la marejeo lililopita na kuonesha msimamo wetu wa sasa ni nini, kuimarisha imani ya wenye mashaka. Ukweli wa sasa utaimarisha imani ya wenye mashaka na kutoa uhakika wa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndiyo masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Tunapaswa kuchelewa kwenye masomo haya. Tunapaswa kurudia na kurudia na kurudia masomo haya. Tunafundisha kweli nyingi na mafundisho mengi kama Biblia ilivyo na mafundisho mengi kwenye mikutano yetu ya makambi, kwenye majuma ya maombi, majuma ya uamsho, siku za Sabato, Jumatano, Ijumaa na mikutano yetu mingine mingi. Tunafundishana mengi, lakini je, tunafundishana ukweli wa sasa? Yana umuhimu, ni ya thamani, lakini sicho chakula kilichokusudiwa kwa kundi kwa sasa, isipokuwa ni ukweli wa sasa. Katika periodicals Present Truth, kwa kifupi PT, Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, nabii anasema, Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa. Yani ndani ya kanisa watoto wa Mungu wanakufa njaa, wanautapia mlo wa kiroho kwa sababu wameukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, the sealing truth, chakula kwa wakati unaofaa. Utapia mlo huu, kufa njaa huku, ni kwa ndani na walio nje, maana ni sisi ndio tunaotakiwa kuwapelekea ujumbe huu, na tusipopeleka wanakufa njaa, roho za thamani, maana Yesu anao watu hata huko nje. Na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Wajumbe wepesi wanatakiwa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Bado Danieli 8 mpaka 12, the central theme yake ni siku 2300. Ukweli huu, ujumbe huu, unabii huu wa siku 2300 unatuleta mpaka 1844, Oktoba 22. Na kuanzia hapo kuna matukio ya kinabii. Yesu kuhama chumba cha pili na chumba cha kwanza na kuingia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu, na ndio mwanzo wa hukumu ya upelelezi. Matukio haya yaliyoanza 1844 yana mwisho wake. Kuna mwisho wa hukumu ya upelelezi. Kuna mwisho wa huduma ya Yesu patakatifu patakatifu mbinguni. Mwisho wa huduma ya maombezi. Je, mwisho utakuwaje? Kwa kuwa mwisho umekaribia,
Ndipo sasa ujumbe huu wa katika periodicals Present Truth Septemba 1, 1849 paragrafu ya 8 unatuhusu kwamba tunatakiwa tuharakishe, maana kila kesi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima ama kwa mauti. Kwa hiyo ili watu wasimame imara wakati wa hukumu ya upelelezi kabla haijamalizika kwa Waadventista wa Sabato na kisha rehema ifunguliwe kwa walio nje, ni lazima ndani ya kanisa la Mungu watu walishwe ukweli wa sasa ili waandaliwe kusimama. Na hicho ndicho ambacho shetani anapambana na hataki. Na ndio maana vita ni kali. Shetani hataki ukweli huu ufahamike. Kwa hiyo kitabu cha Danieli, sehemu ile ya Danieli 8 mpaka 12 ndio imebeba ukweli wa sasa. Mada yake kuu ni unabii wa siku 2300 kuanzia Danieli sura ya 8, ya 9, ya 10, 11 na hatimaye ya 12. Central theme yake ni moja, unabii wa siku 2300. Kila sura inajenga kwa sura nyingine, inaleta uelewa kwa sura nyingine, na hicho ndicho kitabu kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa. Katika Pambano Kuu sura ya 20, mwamko mkuu wa kidini, UPH 2023 ukurasa wa 294 295, nabii anasema, lakini sehemu ile ya unabii wake unaohusiana na siku za mwisho, Danieli aliagizwa kuufunga na kuutia muhuri hata wakati wa mwisho. Lakini tangu mwaka 1798 kitabu cha Danieli kilifunguliwa. Maarifa ya unabii yameongezeka na wengi wamehubiri ujumbe mkuu wa ukaribu wa hukumu. Pambano Kuu UPH 2023 sura ya 20, mwamko mkuu wa kidini, ukurasa 294 na 295, nabii anasema, lakini sehemu ile unabii wake unaohusiana na siku za mwisho, Danieli aliagizwa kuufunga na kuutia muhuri hata wakati wa mwisho. Lakini tangu mwaka 1798 kitabu cha Danieli kilifunguliwa. Maarifa ya unabii yameongezeka na wengi wamehubiri ujumbe mkuu wa ukaribu wa hukumu. Kwa hiyo mwaka 1798 kitabu hicho kilifunguliwa. Kwa hiyo sehemu ya kitabu cha Danieli ni sura ya 8 mpaka ya 12 inayohusu siku za mwisho. Na inahusisha hukumu. Na ndio unabii wa siku 2300. Kitabu hicho kilikuwa kimefunguliwa. Na kitabu hicho kilikuwa kimefungwa wakati wa Danieli. Ilipofika 1798, mwanzo wa zama za mwisho, nyakati za mwisho, kitabu hicho kilipaswa kieleweke. Na ndio maana baada ya hapo kulikuwa na vuguvugu kubwa sana la watu kuuliza Yesu anarudi lini na kufuatilia kujifunza habari ya hukumu, na hatimaye kina William Miller wakiinuliwa na Mungu na kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza na ujumbe wa malaika wa pili katika kipindi cha miaka 1842 mpaka 1844. Kwa hiyo kilikuwa kipindi hicho. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 ndio ujumbe uliokuwa unahusu siku za mwisho uliokuwa umefungwa na sasa umefunguliwa. Nabii anasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts of Apostles 585 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, katika ufunuo vitabu vyote vya Biblia vinakutana na kumalizika. Huu hapa ni utimilifu wa kitabu cha Danieli. Kimoja ni unabii, kingine ni ufunuo. Kitabu kilichotiwa muhuri si ufunuo, bali ni sehemu hiyo ya unabii wa Danieli unaohusiana na siku za mwisho. Malaika akaamuru, lakini wewe Danieli yafunge maneno, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Danieli 12:4. Kwa hiyo kitabu cha Danieli na ufunuo ni katika kitabu vyote vya Biblia vinakutana na kumalizika katika kitabu cha ufunuo. Anasema huu hapa ni utimilifu wa kitabu cha Danieli. Kimoja ni unabii na kingine ni ufunuo. Kitabu kilichotiwa muhuri sio ufunuo, bali ni sehemu hiyo ya unabii wa Danieli unaohusu siku za mwisho. Sehemu ya unabii wa Danieli unaohusu siku za mwisho ni Danieli 8 mpaka 12. Kwa hizi sura zote 5 zinahusu siku za mwisho kwa sababu the central theme yake ni siku 2300. Danieli 8 inataja unabii wa siku 2300, Danieli 8:14. Danieli sura ya 9 inatoa ufafanuzi wapi tunaanzia kuhesabu kuchambua unabii huu.
Danieli sura ya 10 inaeleza sababu kwa nini malaika Gabrieli alichelewa kumpa ufafanuzi Danieli. Danieli 11 unaeleza wafalme waliohusika kuzuia ama kufanikisha wana wa Israeli kutoka utumwani na kurudi katika nchi yao, kujenga upya Jerusalem, kujenga upya mji wa Jerusalem. Lakini pia wanaeleza wafalme ambao wamehafifisha ama walijaribu kuzuia mchakato huo. Na katika wafalme hao kuna mfalme aliyotoa tamko la kuwarejesha, ambalo tamko hilo ndio tunaanzia kuhesabu hapo unabii huo mpaka unatuleta 1844. Danieli sura ya 12 ni hitimisho la matukio yaliyoanza 1844. Ni hitimisho la pambano la zama zote, wakati Yesu anapomaliza huduma ya maombezi patakatifu pa patakatifu, hukumu ya upelelezi inapofungwa, anaposimama kama Mikaeli asimamaye upande, jemedari asimamaye upande wa wana wa watu wako. Kwa hiyo kuanzia Danieli 8 mpaka 12 zimeshikamana na central theme yake ni moja. Central theme yake ni moja, ujumbe mkuu ni mmoja. Danieli 12 inatuleta kwenye kilele cha vita ya Kristo na Shetani kupitia mamlaka ya upapa. Lakini pia Danieli 12 inatuleta kwenye hitimisho la matukio ya kinabii yaliyoanza Oktoba 22, 1844, wakati wa kukoma kwa unabii mrefu wa Danieli 8:14 wa siku 2300. Kwa hiyo upo muunganiko kuanzia Danieli 8 hadi 12. Hivyo basi, ili tuielewe vizuri Danieli 12, inatupasa kujifunza lengo kuu, central theme la Danieli 8 mpaka 12, ambalo ni unabii wa siku 2300, na namna ambavyo sura zote, yani Danieli 8, 9, 10, 11 na 12 zinavyojenga kwenye unabii wa Danieli 8:14. Danieli 8:14. Kwa hiyo Danieli sura ya 12 inatuleta kwenye matukio ya mwisho kabisa wa kuhitimishwa kwa pambano, lakini kuhitimishwa kwa matukio yaliyoanza 1844. Utofauti ni kwamba unabii mrefu wa siku 2300 ulitimia tarehe 22 Oktoba 1844. Hapa tunapata fixed date kabisa, exactly kabisa. Lakini baada ya hapo, haya matukio yanayoelezwa katika Danieli sura ya 12 huku mwishoni, hatutayaelewa kwa fixed dates. Tutayaelewa kwa matukio, events, zinazotuonesha kwamba tukio hili na tukio hili na tukio hili nabii alitabiri, tukiliona hili na hili na hili tuko kwenye kipindi gani, tukiliona hili na hili na hili tuko katika kipindi gani. Kwa hiyo kitabu cha Danieli bado kinajenga kwa ule unabii mrefu wa 2300 ulipoishia Oktoba 22, 1844. Kuna matukio yaliyoanza Yesu alipohama chumba cha kwanza akaingia chumba cha pili cha patakatifu patakatifu. Sasa swali ni hili, je, hayo matukio, yani huduma ya Yesu ya maombezi patakatifu patakatifu haitakuwa na mwisho? Je, hukumu ya upelelezi iliyoanza Oktoba 22, 1844 haitakuwa na mwisho? Jibu ni kwamba zitakuwa na mwisho. Kwa Danieli 12 inatuleta kwenye huo mwisho sasa. Kwa bado Danieli 12 inajenga kwenye unabii ule ule wa 2300, lakini yenyewe inatueleza mwisho wa yale matukio yaliyoanza mwishoni mwa ule unabii wa 2300. Yaani 2300 ilipoishia Oktoba 22, 1844, kuna matukio ya kinabii yaliyoanza. Na matukio yale yanapoisha ndipo Danieli inatupa hitimisho yanaishaje. Nini kitatokea? Kwa bado Danieli 12, Danieli 11, Danieli 10, 9 na 8 vyote vimeshikamana pamoja. Central theme yake ni unabii wa siku 2300. Ndio ujumbe, na ndani ya ujumbe huu tunapata kuelewa ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Tunapata kuelewa sababu ya imani yetu, tunapata kuelewa nguzo za imani yetu, sabato na patakatifu. Tunapata kuelewa kwa nini sisi ni Waadventista wa Sabato, kwa nini tumetengwa katika ulimwengu huu, tumepewa message gani ya kuupeleka ulimwenguni, tunawezaje kuepuka kuipokea alama ya mnyama. Sanamu ya mnyama ni nini? Inaundwaje? Mnyama ni nani? Nini kinatokea baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa kwa Waadventista wa Sabato na kwa ulimwengu? Je, kilio kikuu kinafanyikaje? Watakao shiriki kuhubiri kilio kikuu ni wakina nani? Rehema inafungwa kwa namna gani?
mapigo 7 yatakuwaje? Taabu ambayo haijawahi kuwako tangu limekuwako taifa itakuwaje? Yote hayo tunayapata katika Danieli 8 mpaka 12. Ndicho sehemu ya kitabu cha Danieli kilichokuwa kimefungwa kikafunguliwa 1798. Kwa ndani yake tunapata ukweli wa sasa. Yote hayo yamejazwa ukweli wa sasa. Tunapoifafanua Danieli 8 mpaka 12 katika uelewa wa Ufunuo sura ya 10, ndipo tunapata kuelewa ukweli wa sasa unaoelezwa hapo. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa kitabu kilichokuwa kimefungwa na hatimaye kikafunguliwa. Ni kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ni Danieli 8 mpaka 12. Danieli 8 mpaka 12. Tuangalie kidogo, tuchambue kidogo. Tuanzie kitabu cha Danieli sura ya 11. Tuone muunganiko wake tunapoendelea na somo hili. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa sehemu ya 3. Katika Danieli sura ya 11 zinatajwa falme zilizotawala dunia kuanzia kwa utawala wa pili, yaani Umedi na Uajemi, Uyunani na Urumi ya kipapa na Rumi ya kipapa. Katika Danieli 11 mstari wa 2 wanatajwa wafalme 4 wa Umedi na Uajemi. Hii ni kwa sababu wafalme hao 4 wamehusika katika mtazamo chanya au hasi katika ufanikishaji wa Israeli kurudi kwao ili kuijenga nyumba ya Bwana. Katika Danieli 11 mstari wa 3 mpaka wa 20 anatajwa Alexander Mkuu, na baada yake ufalme wa Uyunani ukiwa chini ya wafalme 4 waliokuwa majemedari wake 4. Katika hao wafalme 4 au wale majemedari wake 4, Alexander Mkuu, baada ya Alexander Mkuu kufa na wao kuchukua utawala kujigawanyia majimbo, waliokuwa na nguvu walikuwa ni wawili, mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini. Katika Danieli sura ya 11 mstari wa 21 mpaka 39 unatajwa upapa. Hapa mfalme wa kaskazini sio tena sehemu ya Uyunani bali pia ni upapa. Nabii Ellen G. White anahusianisha sehemu hii na upapa anapotoa ufafanuzi wa Danieli 11:31 mpaka 36. Yaani anapotoa commentary ya Danieli 11:31 mpaka 36. Nabii anasema hivi: hatuna muda wa kupoteza. Nyakati za taabu ziko mbele yetu. Ulimwengu unachochewa na roho ya vita. Hivi karibuni matukio ya taabu yaliyozungumzwa katika unabii yatatokea. Unabii katika sura ya 11 ya Danieli umekaribia kufikia utimilifu wake kamili. Mengi ya historia ambayo yamefanyika katika kutimiza unabii huu yatarudiwa. Mengi ya historia yaliyofanyika kutimiza unabii wa Danieli 11 yatafanya nini? Yatarudiwa. Zingatia hilo, yatarudiwa. Katika mstari wa 30, mamlaka inayosemwa ya kwamba atahuzunika na kurudi na kuwa na hasira dhidi ya agano takatifu, ndivyo atakavyofanya. Atarudi hata na kuwa na akili pamoja nao wanaoacha agano takatifu. Matukio yanayofanana na yale yaliyoelezwa katika maneno haya yatatokea. Tunaona ushahidi kwamba shetani anapata udhibiti wa akili za wanadamu ambao hawana hofu ya Mungu mbele yao. Acheni wote tusome na kuelewa unabii wa kitabu hiki, kwa maana sasa tunaingia wakati wa taabu iliyosemwa juu yake. Sasa tunaingia wakati wa taabu iliyosemwa juu yake. Ukiangalia wakati wa taabu iliyosemwa juu yake ni kipindi cha huu papa katika hatamu yake ya kwanza, ilipotenda waliotenda katika zama za giza. Hapa nabii anasema yaliyotendwa katika unabii huu juu ya huyu aliyetabiriwa katika mamlaka iliyotabiriwa katika Danieli 11 fungu la 30 yatarudiwa tena. Kwa hiyo nabii anaeleza yatarudia. Kwa hiyo upapa utarudi kwenye hatamu yake. Hii nukuu tunaipata katika Manuscript Release gombo la 13 ukurasa wa 394 paragrafu ya kwanza. Manuscript Release gombo la 13 ukurasa wa 394 paragrafu ya kwanza, utaisoma na paragrafu ya pili, ndipo unapata nukuu hii.
hiki ya kwamba matukio haya yatajirudia tena haina tofauti na Ufunuo sura ya 13 inayoeleza ya kwamba jeraha lake la mauti likapona. Ufunuo sura ya 13 na mstari wa 3. Ufunuo 13:3 imeandikwa, nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Na lilipopona, nini kilitokea? Dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Mnyama anayetajwa hapa ni upapa, mamlaka ya upapa. Alipata jeraha la mauti wakati gani? Mwaka 1798. Kwa hiyo unabii unatuambia kwamba mamlaka hii katika Danieli 11 ya upapa, kuanzia mstari wa 21 mpaka wa 39, mamlaka hii itarudia tena, itashika hatamu tena awamu ya pili, itarudia tena ukuu wake na kuanzisha yale mateso. Kwa hiyo ndio taabu iliyo mbele yetu. Kwa hiyo nabii kwenye Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 716 anasema, tunapoona Uprotestanti ukiungana na Rumi, hebu sasa tuamke na kuelewa hali na kuelewa mashindano yaliyo mbele yetu, ndio taabu iliyo mbele yetu. Kwa hiyo mamlaka ya upapa itarudia tena hatamu yake, na tunaona katika kitabu cha Daniel sura ya 11 mstari wa 40 mpaka 45 ni utabiri wa hatamu ya pili ya mamlaka ya upapa, namna itakavyorudia tena. Kwa hiyo mamlaka ya upapa tunaigawanya katika makundi mawili, hatamu ya utawala wa upapa. Hatamu ya kwanza ni wakati wa zama za giza, mwaka 538 mpaka 1798. Jeraha la mauti likapatikana, jeraha la mauti likapona, na lilipopona dunia yote ikamstajabia mnyama yule. Kwa hiyo kutakuwa na awamu ya pili tena. Awamu ya pili inafafanuliwa kwenye Danieli 11 mstari wa 40 mpaka 45, na nitakupa ushahidi. Kabla sijakupa ushahidi, nini kimefanyika baada ya jeraha la mauti hata mamlaka hii inatabiriwa kwamba itarudia tena hatamu? Je, watu hawajifunzi kutokana na yaliyopita nyuma? Mbinu gani zimetumika na kanisa la Rumi ili hatamu hii tena irudi awamu ya pili, hata unabii huu utimie? Nabii anasema hivi katika Pambano Kuu UPH 2023 ukurasa wa 190-191, ninanukuu, katika ulimwengu wote wa Ukristo, Uprotestanti ulihatarishwa na maadui wa kutisha. Ushindi wa kwanza ulipita. Roma ilikusanya nguvu mpya ikitumaini kuangamiza Uprotestanti. Kwa hiyo Roma ilikusanya nguvu mpya ikitumaini kuangamiza Uprotestanti. Kwa hiyo mkakati wa Rumi ulikuwa ni kuangamiza kabisa Uprotestanti. Wakati huu shirika la Majesuiti liliundwa, shirika katili, fidhuli na lenye nguvu zaidi kuliko mashirika mengine yote ya kipapa, wakiwa wamejitenga na mshikamano wowote wa kidunia na maslahi ya wanadamu, wakiwa hawana urafiki na mtu, akili na dhamiri vikiwa vimenyamazishwa kabisa. Hawakujua kanuni nyingine, hawakuwa na mahusiano na mtu isipokuwa uhusiano na shirika lao, na hawakuwa na wajibu mwingine zaidi ya kupanua mamlaka yake. Kwa kofia mbalimbali, Majesuiti walipenya na kufanya kazi katika ofisi za serikali, wakipanda vyeo hadi kuwa washauri wa wafalme, wakipanga sera za mataifa. Walifanya kazi ya utumishi ili wawapeleleze mabwana zao. Kwa kupitia shirika la Majesuiti, kazi kubwa imefanyika kiasi ambacho Uprotestanti umekufa duniani. Na ndio maana Uprotestanti unaungana na Rumi, unashikana mikono. Sababu ya yote ni utendaji kazi ama mafanikio ya jeshi hili ama kitengo hiki cha Majesuiti kilichoanzishwa ili kurudisha hatamu ya kanisa Katoliki iliyopotea, ili kurudisha lile jeraha la mauti, kuliponya, na hatimaye dunia yote imsujudie mnyama huyo. Kwa ndicho kilichofanyika. Kwa hiyo kilichoua Uprotestanti ni kazi hii ya Majesuiti.
Kwa nabii anaposema katika Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa 716 paragrafu ya 2, tunapoona Uprotestanti ukiungana na Rumi, tujue hali ya hatari, muda wa hatari umefika, kwa sababu wanapoungana wanageuka kuwa kinyume na wale wote wanaoshika amri za Mungu na waliokuwa waaminifu kwa Mungu. Mateso yanarudi tena, kwa sababu itakuwa ndio kiwango, yani ndio ishara tuliopewa kwamba sasa majesuiti wamefanikiwa kuuangusha Uprotestanti. Hakuna Uprotestanti. Na tunapoona Marekani wanaanza mchakato wa sheria Jumapili, huwa ni ushahidi ya kwamba tayari Waprotestanti wameshaungana na Rumi, na huo ni ushindi wa jeshi hili la majesuiti. Shirika hili la majesuiti, huo ni ushindi uliopatikana. Kwa hiyo tunaona katika Danieli sura ya 11 kuanzia mstari wa 21 mpaka 39 ni mamlaka ya upapa, na hii ni awamu yake ya kwanza. Nabii anapofafanua fungu la 31 mpaka 36, anapotoa commentary, Ellen G. White anasema matukio hayo ya awamu hii ya kwanza ya upapa yatarudiwa tena. Yatarudiwa wakati gani? Ndipo Danieli 11:40 mpaka 45 inatueleza unabii wa kurudi kwa hatamu hiyo na mateso kuendelea. Na ndipo sasa tunaona katika Danieli 11:40 mpaka 45 ikiwa imeandikwa hivi: na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kama upepo wa kisulisuli, pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi, naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri, na nchi nyingi zitapinduliwa, lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake Edom na Moab na wakuu wa watu wa Amoni. Naye ataunyosha mkono wake juu ya nchi hizo, hata nchi ya Misri haitaokoka, lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha, na juu ya vitu vyote vya Misri vyenye thamani. Walibia na Wakushi watafuata nyayo zake. Lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye ataondoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuwaondolea mbali watu wengi. Naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikiria ajali yake, wala hakuna atakayemsaidia. Kwa hiyo pamoja na kwamba hatamu itarudi tena awamu ya pili, lakini kuna unabii umesema kwamba mamlaka hii itaanguka, itamalizwa na itafikia anguko lake kuu ambalo haiwezekani tena kuponyeka wala kuinuka. Kwa nini ninaamini Danieli 11:21 mpaka 45 ni inaelezwa mamlaka ya upapa, sio tena sehemu ya Uyunani, mfalme wa kaskazini wala mfalme wa kusini? Na kwa nini ninaamini Danieli 21 mpaka 39 ni sehemu ya kwanza ya utawala wa kipapa, hatamu ya kwanza, zama za giza? Na kwa nini ninaamini Danieli 11:40 mpaka 45 ni awamu ya pili ya hatamu yake ya utawala, ya mamlaka na mateso kurudi tena baada ya sheria Jumapili kutangazwa? Biblia inajifafanua yenyewe. Ni hivi, katika Danieli sura hii ya 11 tunaambiwa ya kwamba yaliyotabiriwa na Ellen G. White ametoa ufafanuzi kwa nukuu tulioisoma hapo juu ya manuscript release gombo la 13 ukurasa wa 394 paragrafu ya kwanza na paragrafu ya pili. Nabii akitoa ufafanuzi wa Danieli 11:31 mpaka 36, anasema yaliyofanyika katika kutimiza unabii huu yatarudiwa tena. Katika unabii hakuna mahali utawala wa Kiyunani tunaambiwa utarudia hatamu yake, ama matukio yaliyotendwa na utawala wa Kiyunani yatarudi tena. Kwa hiyo tayari hapa kuanzia mstari wa 21 tunaona focus imehama kutoka mfalme wa kaskazini na kusini
kwa maana ya wale majemedari wanne wa Alexander mkuu walioshika hatamu baada ya kifo cha Alexander mkuu, na wakawa na nguvu wa kaskazini na wa kusini. Hatamu focus imehama sasa, na sasa mfalme wa kaskazini anayeelezwa ni mamlaka ya upapa. Na ndio maana nabii anasema kwamba mamlaka hii itarudia tena, kwa sababu upapa ndio uliotabiriwa kurudia, jeraha la mauti litapona. Lakini pia katika kitabu cha Pambano Kuu kinatusaidia kuelewa hoja hizo, kwa sababu katika kitabu hiki cha Pambano Kuu sura ya 35, 36, 37, 38, sura hizi zinatusaidia kuelewa namna ambavyo nabii anafafanua upapa kurudia tena hatamu yake, yani kurudi kwenye mamlaka yake tena, kushika hatamu na mateso kuanza. Katika sura ya 35 ameeleza mengi nabii akitabiri. Sura ya 36 vivyo hivyo. Sura ya 37 maandiko ni kinga, inatusaidia kujua tunawezaje kuwa salama dhidi ya mamlaka hii na madanganyo yake na mafundisho yote na mvinyo yote ambayo anawanywesha mataifa yote. Sura ya 38 onyo la mwisho, bado ni onyo la mwisho kwa mamlaka hii itakapokuwa sheria ya Jumapili imekwisha kutangazwa ulimwenguni. Unapokuja sura ya 39 inayosema wakati wa taabu, unaona nabii anaanza kunukuu kwenye Pambano Kuu, anaanza kunukuu Danieli 12 fungu la kwanza. Sura ya 40 watu wa Mungu waokolewa, unaona nabii ananukuu Danieli 12 fungu la pili. Na sura hizi mbili, wakati wa taabu na watu wa Mungu waokolewa, zinahusu wakati wa mwisho baada ya rehema kufungwa. Kwa hiyo basi sura hizi 5, sura hizi 35, 36, 37, 38, sura hizi 4 zinatueleza ya unabii wa mamlaka ya upapa kurudia hatamu yake awamu ya pili baada ya sheria ya Jumapili kuwa imetangazwa ulimwenguni. Na ndio maana Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5 kurasa wa 716 paragrafu ya 2, nabii anatuonya ya kwamba tunapoona Uprotestanti unaungana na Rumi, tujue sasa ni wakati wa kuamka, tuone hali ilivyo katika uhalisia wake na kuliona shindano lililo mbele yetu, kwa sababu tunaingia katika kipindi cha mateso, kipindi cha uhuru wa dhamiri kutishwa, katika kipindi cha kulazimishwa kuabudu siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo kipindi hiki ndio hatamu ya pili, na jeraha la mauti litakuwa limepona. Na baada ya hapo unaona Pambano Kuu sura ya 39 wakati wa taabu, sura ya 40 watu wa Mungu waokolewa, nabii anaenda kwenye Danieli 12. Sasa Danieli 12 inajenga kwenye Danieli 11:40 mpaka 45. Kwa hiyo inapomalizika hii hatamu ya upapa, Mikaeli anasimama Danieli 12 mstari wa kwanza. Maana yake sasa ndio hitimisho la yale matukio yaliyoanza 1844 tarehe 22 Oktoba, huduma ya Yesu patakatifu pa patakatifu sambamba na hukumu ya upelelezi. Mikaeli anaposimama, huduma hizo zinakoma, anavua mavazi ya kikuhani, anavaa mavazi ya kifalme, anajiandaa kuja. Hapo ndipo anapotoa ufalme, ananyang'anya mamlaka ambayo shetani aliukabidhi upapa, na ilijitwaliwa mamlaka hiyo kupitia shirika la Majesuiti lililofanya kazi ya kurudisha tena hatamu ya upapa awamu ya pili na kuanza mateso. Ndipo sasa Daniel ile sura ya pili, ile ndoto ya Nebukadneza, lile jiwe ambalo lilifanyika bila mikono, kazi ya mikono ya mwanadamu, likaja kupiga huku chini ufalme utakaokuta wakati Yesu anakuja mara ya pili. Wakati Yesu anamaliza huduma patakatifu patakatifu, ni utawala huu wa Kirumi, utawala huu wa kipapa, ndio mamlaka ya mwisho itakayoondolewa duniani. Kwa hiyo kwa mujibu wa roho ya unabii inatusaidia kuelewa Danieli 8 mpaka 12
inahusu nini? Ni unabii wa siku 2300. Danieli 11 na Danieli 12 zikiwa zimeungana, zinaungana pia na Danieli sura ya 10, Danieli sura ya 9 na Danieli sura ya 8. Na sehemu hii ya kitabu cha Danieli ndiyo ilikuwa imefungwa na sasa imefunguliwa tangu 1798. Ukija kwenye Ufunuo sura ya 10 inatusaidia kuelewa hata tukio lile la kukatisha tamaa kukuu, the great disappointment, lilitabiriwa katika Ufunuo sura ya 10, na kisha tunaambiwa kwamba mstari wa 11, Ufunuo 10:11, wakaniambia imekupasa kutoa unabii tena. Unatoaje unabii tena? Maana yake ulishawahi kutolewa na unapaswa kurudiwa tena. Na roho ya unabii inasema lile vuguvugu la wakati ule wakina William Miller la marejeo ya Yesu litarudiwa tena hapa mwishoni, na litarudiwa baada ya watakatifu kujazwa Roho Mtakatifu kama mvua ya masika, wakati wa kilio kikuu. Onyo la mwisho kwa ulimwengu. Onyo la mwisho kwa sababu gani? Kwa sababu ya utendaji kazi wa mamlaka ya kipapa, na watu wanatakiwa waonye ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kwa hiyo Danieli 8 mpaka 12 ndio ujumbe ambao tunapaswa kuuelewa katika kitabu hiki kilichofunguliwa. Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuielewa Danieli 8 mpaka 12. Ndani yake kuna unabii wa siku 2300. Tunapata kuelewa nini kilitokea 1844, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ni kitu gani, na ndio ukweli wa sasa. Na pillars of our faith, nguzo za imani yetu ni zipi? Sabato na patakatifu. Alama ya mnyama ni nini? Sanamu yake inafanyikaje? Mnyama ni nani? Tunawezaje kuepuka kuipokea alama ya mnyama? Tunawezaje kusimama waaminifu katika hukumu ya upelelezi? Tunawezaje kusimama waaminifu katika zahama iliyo mbele yetu? Kwa hiyo yote ndio inaitwa ujumbe wa sasa, ukweli wa sasa, the present truth. Na ndio ujumbe huo ndicho chakula kinachotakiwa kwa kanisa la Mungu sasa. Wajumbe, walinzi, tupaze sauti sasa tukiwaambia watu ukweli wa wakati huu. Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 716, paragrafu ya 2. Hivyo ndivyo unabii unavyotuambia. Danieli 11 mstari wa 40 mpaka 45 ni unabii ama utabiri wa hatamu ya pili ya upapa. Hatamu ya kwanza katika kitabu cha Danieli imeelezwa ama inafafanuliwa katika Danieli 11 kuanzia mstari wa 21 mpaka 39. Mstari wa 40 mpaka 45 ni hatamu ya pili ya upapa, na hatamu hii inatokea huku mwishoni. Sheria ya Jumapili inapotangazwa Marekani inakuwa imetimiza unabii wa Ufunuo 13, mnyama yule wa pili anayerejesha jeraha la mauti kwa upapa, na upapa utashika hatamu tena na mateso kuibuka upya. Sasa basi, Danieli 11:40 mpaka 45, nabii Ellen G. White anaeleza unabii huu ama kurejea huku kwa hatamu ya pili kwa upapa, akieleza katika Pambano Kuu, kitabu cha Pambano Kuu sura ya 35, sura ya 36, sura ya 37 na sura ya 38. Tuone ushahidi kidogo wa Danieli 11:40 mpaka 45 katika kitabu cha Pambano Kuu. Katika kitabu cha Pambano Kuu, katika sura ya 35, uhuru wa dhamiri watishwa, ukurasa wa 464, natumia Pambano Kuu UPH 2023, nabii anasema kanisa la kipapa halitaacha kamwe dai lake la kuto kukosea. Yote ambayo limewahi kufanya katika mateso yake kwa watu wanaokataa mafundisho yake ya imani yasiyobadilika linaachukulia kuwa sahihi kabisa. Na je, halitarudia matendo yake yale yale ikiwa fursa itajitokeza? Hebu ngoja vizuizi vinavyowekwa sasa na serikali zisizokuwa za kidini viondolewe na Rumi irudi katika mamlaka yake ya awali. Ndipo kutakuwa na uamsho wa haraka wa ukatili na mateso yake. Nabii anatabiri hatamu ya pili ya upapa haitakuwa tofauti na ile hatamu ya kwanza.
Katika Danieli 11:40 mpaka 45 ni unabii wa upapa kurudia hatamu yake sehemu ya pili ama awamu ya pili. Awamu ya kwanza ilikuwa zama za giza mwaka 538 mpaka 1798. Hatamu ya pili itakuja baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa Marekani na hatimaye kusambaa ulimwengu mzima, na hatimaye mamlaka za kiserikali zitatumiwa na mamlaka za kidini ili kuwatesa watakatifu waliokataa kuisujudia sanamu ya mnyama, waliokataa kuipokea alama ya mnyama, wamekataa kuifanya Jumapili kuwa siku takatifu. Kwa hiyo nabii anatabiri kwamba unabii huu utatimia. Angalia, nabii anaendelea kusema hivi. Ukurasa wa 464, uhuru wa dhamiri watishwa, sura ya 35, pambano kuu, nasoma UPH 2023. Ukatoliki sasa unaangaliwa na Waprotestanti kwa kukubalika zaidi kuliko ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kama wakati ule wa Ellen G. White anaandika haya, Ukatoliki ulikuwa unakubalika, unaangaliwa na Waprotestanti kwa kukubalika, vipi leo ambapo tayari Ukatoliki na Uprotestanti umekwisha kuungana? Vipi leo Urumi na Uprotestanti umekwisha kuungana, na hata sheria ya Jumapili imeanza kupitishwa Marekani katika jimbo la Utah tarehe 7 mwezi wa 3, sheria ya Jumapili imepitishwa. Vipi leo katika nchi ambazo Ukatoliki hauendelei kukua na viongozi wa kipapa wanafanya kazi ya upatanisho ili kuwa na mvuto, kuna ongezeko la kutojali mafundisho yanayotenganisha makanisa yaliyofanya matengenezo na kanisa la kipapa. Maoni yanaendelea kushika kasi kubwa kwamba hata hivyo hatutofautiani sana katika mambo ya msingi ambavyo imekuwa ikidhaniwa, na kuwa kupunguza kidogo msimamo wa upande wetu kutatuwezesha kuelewana vizuri zaidi na Rumi. Unabii huu unatimia mpaka kwa kanisa letu la Waadventista wa Sabato. Kwa masikitiko makubwa, idara ya uhuru wa kidini ya General Conference, mkurugenzi wake akiwa ni Ganun Diop. Ganun Diop amekuwa akisikika, mchungaji Ganun Diop akisikika akisema, na clips zipo mitandaoni, kwamba kanisa Katoliki limebadilika ama lilibadilika tangu mwaka 1965. Kwa Waadventista tunapaswa kulitazama kanisa hili kwa utofauti. Unabii hapa unatimia au hujatimia? Nani wa kumsikiliza? Ndipo utaelewa. Kwa mujibu wa sura ya 37 ya Pambano Kuu, nabii anaposema maandiko ni kinga, tunapaswa kuamini hivi ndivyo asemavyo Bwana, na sio kiongozi gani, sio mchungaji gani anasema nini. Hapo utakuwa salama. Unabii unatuambia upapa utarudia hatamu yake. Ganun Diop anatuambia hapana, kanisa hili Katoliki lilishabadilika, kwa hiyo tunapaswa kulitazama kwa utofauti. Ananitia mashaka. Tasipaswa kusema sana katika hili. Ukurasa wa 464, nabii anaendelea kusema, Pambano Kuu sura ya 35. Wengi wanasisitiza kuwa sio haki kulihukumu kanisa leo kwa machukizo na upuuzi uliofanywa na kanisa katika karne za giza na za kutokujua. Wanatoa udhuru kwa ukatili wake kama matokeo ya ujinga wa nyakati zile, na wanadai kuwa ustaarabu wa kisasa umebadilisha mawazo yake. Kanisa la kipapa halitaacha kamwe dai lake la kutokukosea. Yote ambayo limewahi kufanya katika mateso yake kwa watu wanaokataa mafundisho yake ya imani yasiyobadilika, linayachukulia kuwa sahihi kabisa. Na je, halitarudia matendo yake yale yale ikiwa fursa itajitokeza? Hebu ngoja vizuizi vinavyowekwa na serikali zisizokuwa za kidini viondolewe na Rumi irudi katika mamlaka yake ya awali, ndipo kutakuwa na uamsho wa haraka na ukatili na mateso yake. Nabii anasemaje? Kanisa Katoliki halibadiliki. Sisi Waadventista wa Sabato tunaambiwa ya kwamba limebadilika. Hivi kama kuna kiwango cha uasi
Sio hiki ambacho Ganun Diop ameasi. Huyu ndo alitakiwa ajiudhuru kwenye hii nafasi. Anawapotosha watu wangapi duniani? Ila wanaohubiri ukweli wa sasa na kuyasema haya ndio wanageuzwa kibao, wanaitwa waasi. Huyu Ganun Diop alitakiwa ajiudhuru. Nabii amesema halitabadilika. Yeye anasema limebadilika. Tumsikilize nani? Ndipo utaelewa maandiko ni kinga. Sura 37 pambano kuu maana yake nini? Na unaweza usinielewe mpaka umeenda kuisoma sura hii. Ndipo utaelewa kile ambacho Mungu anakisema. Sikia hii. Kanisa la Roma sasa linawakilisha muonekano wa haki kwa ulimwengu, likifunika kwa kuomba radhi kwa ajili ya kumbukumbu zake za ukatili wa kutisha. Kanisa limejivika muonekano unaofanana na wa Kristo, lakini bado halijabadilika. Nabii anasema halijabadilika. Hii ni Pambano Kuu UPH 2023 sura 35, uhuru wa dhamiri wa tisho, ukurasa 470 na 471. Nabii anasema halijabadilika. Na nukuu tuliyosoma hapo juu, na halitabadilika. Kila kanuni ya upapa uliokuwepo katika zama zilizopita ipo pale pale leo. Mafundisho yaliyobuniwa katika zama za giza bado yanashikiliwa. Mtu yeyote asidanganye. Ganun Diop asidanganye. Idara ya uhuru wa kidini katika kanisa letu kule makao makuu ya kanisa General Conference isidanganye. Upapa ambao wa Protestanti sasa wako tayari kuuheshimu ni ule ule uliotawala ulimwengu katika siku za matengenezo. Wakati watu wa Mungu waliposimama imara wakihatarisha maisha yao kuuanika uovu wake, kanisa bado lina kiburi kile kile na majivuno yale yale kama nyakati zile kanisa lilipokuwa juu zaidi ya wafalme na wakuu wa nchi mbalimbali duniani, na lilipodai kuwa na mamlaka sawa na Mungu. Roho ya kanisa haijaacha ukatili na ukandamizaji sasa kuliko wakati lilipovunja uhuru wa binadamu na kuwaua watakatifu wake yeye aliye juu sana. Upapa ni ule ule ambao unabii ulitangaza kuwa ungekuwa uasi wa siku za mwisho. Wa Tesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 na wa 4. Ni sehemu ya sera yake kuwa tabia inayoweza kulisaidia kutekeleza kusudi lake, lakini chini ya muonekano unaobadilika wa kinyonga, kanisa linaficha sumu isiyobadilika ya nyoka. Ganun Diop anapotuambia kanisa Katoliki limebadilika, wa Tesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 na wa 4, inabidi tuifute. Ufunuo 13 mstari wa 3 unaotuambia kwamba jeraha la mauti likapona na dunia yote kamsujudia, inabidi tuifute. Ufunuo 13 mstari wa 11 mpaka 18 tunapoambiwa Marekani italeta sheria ya Jumapili na kupulizia pumzi ile sanamu na hata sanamu inene, hiyo nayo inabidi tuifute. Kwa nini mtu mmoja ana uwezo wa kusema mapotovu na bado akabaki? Huyu amelichafua kanisa. Haiwezekani akasema vitu vilivyo kinyume na Biblia na roho ya unabii. Kwa nini asiitwe muasi? Kwa nini asiitwe muasi? Ndugu zangu, Danieli 11:40 mpaka 45 ni unabii wa upapa kurudia hatamu sehemu ya 2, na mateso yake hayatatofautiana na ya zama za giza. Kanisa la Rumi halibadiliki na halitabadilika. Biblia imesema, roho ya unabii imesema. Ni jukumu lako kuchagua kusikiliza hadithi za kubuni tu ama kusikiliza ujumbe wa wakati huu, ukweli wa sasa, ili uandaliwe kusimama. Ni uchaguzi wako kuchagua kumsikiliza mwanadamu ama kusikiliza neno la Mungu. Nabii anaendelea kusema, sio kweli kuwa hakuna sababu ya msingi inayowafanya watu wa nchi za Kiprotestanti kutoa madai kuwa Ukatoliki hauna tofauti kubwa sana na Uprotestanti kuliko ilivyokuwa katika nyakati za zamani. Kumekuwepo na badiliko, lakini badiliko haliko katika upapa.
Ni kweli kuwa Ukatoliki unafanana na Uprotestanti uliopo sasa, kwa sababu Uprotestanti umeporomoka sana tangu siku za wana matengenezo. Na ndio maana Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5 kurasa 716 paragrafu ya 2, nabii anasema tutakapoona Uprotestanti ukishikana mikono na Urumi, tuamke. Walinzi sasa wapaze sauti zao wakitoa ujumbe wa wakati huu. Kwa nini? Mashindano yaliyo mbele yetu yanatakiwa yaeleweke kwa uhalisia wake. Shindano lililo mbele yetu. Kwa nini? Mateso yanarudi tena. Kwa Uprotestanti ndio uliobadilika, na kanisa letu la Waadventista wa Sabato ndio tunajulikana kama the true Protestant Church. Tuliokabidhiwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Jumbe hizi tulitakiwa tuzipeleke ulimwenguni. Kwa nini tumezifunika na tuzipeleke? Ndio kwanza ujumbe unaoletwa na idara ya uhuru wa kidini ya kanisa letu pendwa kabisa inasema kanisa Katoliki limebadilika. Kwa hiyo badala ya kupeleka ujumbe malaika watatu, sisi tunapeleka mawazo ya watu. Hapana. Kanisa Katoliki halibadiliki na halitabadilika. Mabadiliko yako kwa kanisa la Rumi. Mabadiliko hayako kwa kanisa la Rumi. Mabadiliko ni kwetu sisi wa Protestanti. Mtazamo wetu dhidi ya kanisa la Rumi ndio umebadilika. Lakini sababu ya hili badiliko kwa Protestanti ni nini? Pambano Kuu imesema shirika la Majesuiti liliundwa katili fidhuli, ambalo kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha linaua Uprotestanti. Kwa lugha nyingine tunaweza kuamini kwamba hata kwenye kanisa letu kuna mapandikizi, kwa sababu ajenda ya kuua Uprotestanti ni ajenda ya shirika la Majesuiti. Kama na sisi tumeacha Uprotestanti, tunaanza kulitetea na kulipigia debe kanisa la Rumi, maana yake kuna mapandikizi mpaka kwenye kanisa la Mungu. Hata hivyo Biblia inasemaje? Wapo wajiingizao kwa siri, na kwa sababu hiyo basi asiaminiwe mwanadamu yeyote. Hata haya maneno ninayoyasema usiamini. Chukua nukuu kwa nukuu, fungu kwa fungu, andiko kwa andiko, kachunguze. Je, hivi ndivyo asemavyo Bwana? Ili ujihakikishie. Ukasome tena Pambano Kuu sura ya 37, maandiko ni kinga, ndipo utaelewa hiki ninachokisema. Na hapa hatupasi kusema ya kwamba mfumo unasema hivi. No, ila maandiko yanasema hivi, kwa sababu mfumo tayari umeshavamiwa. Wako mapandikizi, lakini pia mfumo tayari umeshatekwa na adui. Pamoja na hayo yote, bado hatupasi kujitenga na mfumo huu, maana jukumu la kujitenga sio letu, ni Mungu ndiye atakayeuacha mfumo. Baada ya sheria ya Jumapili kutangazwa ulimwengu mzima, ikianza Marekani, kilio kikuu kinapohubiriwa, kazi itashikwa na Mungu mwenyewe. Ule ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ambao kanisa tumeshindwa kuhubiri, tutahubiri wakati wa machozi. Tumeshindwa kuhubiri wakati wa amani, tutahubiri wakati wa machozi na mateso, tukiwa tumejazwa kwa Roho Mtakatifu. Onyo la mwisho kwa ulimwengu litatolewa. Hapo ndipo Mungu hatatumia mfumo. Mungu hatatumia mfumo. Kwa hiyo Danieli 11:40 mpaka 45 ni upapa kurudia hatamu. Hatamu ya kwanza ni Danieli 11:21 mpaka 39. Hatamu ya pili ni Danieli 11:40 mpaka 45. Tukija kwenye Danieli 12 ni matukio yanayokuja baada ya mlango wa rehema kufungwa. Na ndio maana sura ya 39 inayosema wakati wa taabu katika Pambano Kuu, na sura ya 40 watu wa Mungu waokolewa, nabii ananukuu Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza na wa pili. Kwa hiyo katika Danieli 8 mpaka 12 ndio sehemu ya kitabu kilichokuwa kimefungwa na kilifunguliwa tangu 1798. Na kitabu hiki tunakielewa katika uhusiano na Ufunuo sura ya 10. Ndani yake tunapata ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Tunapata kuelewa sababu ya imani yetu. Tunapata kuelewa mnyama ni nani, sanamu ya mnyama ni nini, inaundwaje sanamu ya mnyama, alama ya mnyama ni nini, tunawezaje kuepuka kuipokea, hukumu ya upelelezi ni nini, tunawezaje kusimama waaminifu kwa Mungu wakati wa hukumu ya upelelezi. Tunapaswa kuelewa kilitokea nini 1844, Yesu yuko wapi, anafanya nini, na tunapaswa kumfuata tunamfuateje aliko kwa imani. Nguzo za imani yetu, Sabato na patakatifu, tunazipata kupitia sehemu hii ya kitabu kilichokuwa kimefungwa, sasa kimefunguliwa.
Kwa hiyo wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa ni wito wa kuelewa Danieli 8-12 inahusu nini, na ndani yake tunaupata ukweli wa sasa unaohitaji sana, na mimi ninauhitaji sana. Tukishaelewa hayo, tusimame juu ya mwamba imara wa neno la Mungu. Tusimame juu ya ukweli wa neno la Mungu bila kuyumbishwa, tukiwa tumethibitika katika ukweli kiakili na kiroho, ndipo tutakapotiwa muhuri. Mungu na atusaidie. Nikualike ufuatilie sehemu ya 4. Tutaendelea kuanzia hapa tulipoishia. Kumbuka kuna sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 8. Wito wa kukielewa kitabu kilichofunguliwa, sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya 8. Upatapo nafasi, share na wengine wabarikiwe na ujumbe huu. Mungu akubariki na asante kwa kufuatilia kweli hizi. Na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vidumu kuwa nasi sote tangu sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, amina. Na tuombe tunapohitimisha. Baba mwema, ni ujumbe mzito, lakini imebidi, ni lazima usemwe. Gharama yake ni kubwa, lakini wewe umetangulia mbele, ndiye unayepigana vita. Vita si vya kwetu, vita ni vya kwako. Utukuzwe kwa yote. Tusaidie kusimama juu ya mwamba imara wa neno la Mungu. Neema yako yatosha kwa kila hitaji, kwa jina la Yesu, amina. Mungu akubariki.